Nataka nitumie fursa hii kupitia kata ya Sokoliwani, huo ni ujumbe wa mkoa mzima. Kwanza, ndugu mwenyekiti, ndio maana katika kikao chetu hiki tuko na viongozi wenye viti wa mitaa na wajumbe wa mitaa na diwani yuko hapa. Tunataka tuwakumbushe wenye viti wa vijiji, vitongoji na wenye viti wa mitaa na madiwani katika mkoa wetu wa Arusha ya kwamba siasa imeshaondoka kwenye vyama vya siasa, imeenda kwenye mabaraza ya kisheria. Siasa imehamia kwenye ODC, mabaraza ya maendeleo ya kata. Siasa imehamia kwenye mabaraza ya madiwani. Katika mabaraza hayo mnayoingia, waheshimiwa wenye viti wa vijiji, wenye viti wa mitaa na madiwani, katika mabaraza yenu maamuzi yenu yalenge mahitaji ya wananchi. Kila mtakachokiamua, angalieni mwananchi ananufaika hivi. Mipango yenu mtakayofanya iakisi malengo ya wananchi. Mwenyekiti wa mtaa, umefanya mkutano mpaka leo tokea tumekupa, unatukosea adabu. Wewe ukienda kwenye ODC unatambulisha mawazo ya nani? Diwani unaenda kwenye baraza, umeshakaa na ODC ambayo imekaa na mikutano ya wananchi, mtaenda kuamua kwa maslahi mapana ya wananchi. Mtakapoenda kupanga, mtapanga kwa maslahi mapana ya wananchi. Mipango yenu itokane na sisi wananchi. Maamuzi yenu yaendane na hitaji na tija la wananchi. Baraza la madiwani na baraza la maendeleo la kata ODC, nyinyi ndio mtakuwa daraja la kutuvusha uchaguzi wa mwaka 2030, chama chetu kuendelea kuwa chama tawala. Mkikaa kwenye mabaraza yenu, mnayoyaamua, mnayoyapanga, jiulizeni, hivi haya tuliyoyaamua au haya tuliyoyapanga wakiyasikia wananchi watayapenda? Wakiyasikia wananchi watayathamini? Wakiyasikia wananchi watayaunga mkono? Kama jibu ni hapana, achaneni na mipango hiyo, achaneni na maamuzi haya. Kwa tunakuja kuwakumbusha wenye viti wa mitaa na mheshimiwa diwani wetu, madiwani wote wa mkoa wa Arusha, wenye viti wote wa mkoa wa Arusha, mambo yenu mtakayoenda kuyapanga yaakisi mahitaji ya wananchi. Na hapo mkifanya hivyo, hiyo ndio salama na heshima ya